vya Yesu ni hapa juu katika jina la Yesu. Amen, amen. Unaweza chukua kigeti chako cha baraka, na Bwana kubariki kwa sababu ya kuja ibada ya kwanza ya mwaka huu tukaweza kutafuta Bwana katika jina la Yesu. Mungu hupenda kutafutwa, maana yeye tabia yake anakaa mafichoni, na ameapa katika kitabu cha Yeremia mlango wake ni 29. Yeremia 20. Haya, mko hapa? Amen. Edeni. Bwana sifiwe sana. This is awesome. Amen. Ni vizuri kukulewa na kile kitu unafanyaga. Mlevi akilewa inaibaga zile buzi yako nazo. Naye pasa ni mistari mingi. Bwana sifiwe sana. Tupige Bwana makofi katika jina la Yesu. Kwa hivyo nawasalimia katika jina la Bwana, na ninaomba sasa tukaweze kutulia ili Bwana kaweze kutunenea neno letu la kwanza la mwaka, na itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya wewe umekuja sada ya kwanza ya mwaka na si ibada ya kwanza ya mwaka. Kwa hivyo ni ajabu kukuona in the house of God, na Bwana kaweze kutubariki. Lilikuwa ni ombi langu tukimaliza mwaka, maana tukimaliza mwaka wengi huwa tunafikiria mawazo ya mchungaji inakuaga kama pengine vile unaweza fikiria, lakini kuna ombi moja mchungaji huwa naomba ya kwamba wale watu Mungu amemwaminia akaweze kuwaona wote wakiwa wote wazima mwaka ukianza katika jina la Bwana. Na kwa hivyo mimi so far hakuna ripoti baya nimepokea. Ninasikia wakwagu wamehesabika wote. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. So I want to talk about a prayer of victory. Bwana siwe sana. Nimeegemea sana kuongea mambo na theme yetu ya mwaka huu. 2026 is our year of walking by faith. Lakini nataka kuongea kidogo kuhusu a prayer of faith. Maana nilikwambia wale mlikuwa hapa asubuhi, mwaka huu wa 2026 wakati iligonga saa 6:01 on Wednesday, ni kumaanisha ya kwamba tulipokezwa mwaka mpya. Na kama vile notebook yangu ukiangalia these 2 pages hakuna kitu ambayo imeandikwa, lakini iko na mistari, ndio nikaweze kuwa na urahisi wa kuandika zile vitu ambavyo nataka. Hii kitabu hata nikitaka kuchora Mrs. Pastor ni mchore vile alivyo, hakuna mtu ataniuliza. Alafu nichore watoto wangu, alafu nichore kwangu, nichore mambo yangu, hakuna mtu ambaye ataniuliza. Bwana asifiwe sana. Nasi tumekabidhiwa mwaka mpya na Mungu. Sema amen. Na huo mwaka ni mpya, ni kumaanisha kwamba tunastahili kuwa na neema ya kuanza mambo mapya. Sema amen. Mwaka ukianza ni kumaanisha kuna neema ya kuanza mambo mapya, ni kumaanisha kuna neema ya milango mipya kufunguka. Sema amen. Ni kumaanisha kuna neema ya new connection in your life in the mighty name of the Lord. Ni kumaanisha in your life kuna stahili kuwa na new beginning za ile mambo ambayo unafanya katika jina la Yesu. Na kama ni hivyo, hata kuna watu hapa lazima mfanye maamuzi. Praise God. Kwa sababu decision ndio huwa ina determine where you are going. The decision that you're gonna make in these first days of this month 2026, Bwana tuwe sana, they will gonna determine the whole of this year. Sitaonyesha ni wapi wewe unaelekea. Kuna kibao tuliweka pale sorries pale saika hapo juu, na hiyo kibao ukiangalia kado na kuiweka kuna karo ambayo inaonyeshana CFA iko pande gani, iko pande hii. Kwa hivyo hiyo kibao hakuna vile mtu anaweza potea. Sema amen. Imeandikwa vizuri na kuna kaaro ambako kanaonyeshana wewe hiyo kanisa iko wapi. Nawe yale maamuzi ambaye utafanya mwaka huu ndio itadetermine ni wapi utaenda, ndio idetermine yale mambo ambayo utakamilisha mwaka huu. Naomba Bwana akusaidie ufanye maamuzi mazuri, ufanye maamuzi makubwa mwaka huu katika jina la Yesu, ukiwa ni mwaka wa faith. Na kwa hivyo kuna maombi
ambayo tunastahili tukaweza kuyaomba mwaka ukiwa mbichi. Ndio katika peji ya huu mwaka tuendelee kuandika. Sasa tuko katika peji ya kwanza, na peji ya kwanza ya mwaka huu inaitwa Januari. Bwana asifiwe sana. Na hiyo sasa peji ya kwanza ukiangalia hata kwa diary yako wale wamenunua, amen, peji ya kwanza mtu anaandikaga jina, unaandika your address na unaandika wapi, home address, na unaweka mambo kama hiyo. Praise God. Na kama wewe ni pasa kama mimi, unaandika pasa hapo, ya kwamba hiyo diary ikapotea, mtu hata angalia sana kile umeandika ndani. Ataenda peji ya kwanza aone huyu mwenye hiki kitambu yuaitwa nani, namba yake ya simu ni gani, namba ya email yake ni gani, mambo kama hayo katika jina la Bwana. Na wewe sasa siku ya leo kuna maombi nataka nikufundishe ambayo unastahili kuyaomba ili kaweze kualign your life with the will of God in the mighty name of the Lord. Praise God. Na kuna mtu mmoja ambaye tutaona anaitwa Daudi. Na Daudi ni wale watu katika Bible mambo yao inakuaga ya ajabu sana. Ambia mwenzako mambo ya Daudi ni ajabu. Maana Daudi ukiangalia hata vile aliinuliwa, huwa sasa watu hawaelewi. Maana alikuwa amesahaulika na yeye akainuliwa. Yeye ni kijana mdogo, lakini tunaona alifanyika mtu mkubwa katika jina la Bwana. Na tunaona siri ya Daudi ni gani leo katika jina la Bwana. Daudi number 1, he was a worshipper. Wale ambao huwa mnasoma Bible, David was a worshipper. Number 2, David was a man after the heart of God. Sema amen. Number 3, David alikuwa mtu ambaye alikuwa discipline. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na maadili yake. He knew whom he was. Sema amen. Alijua yeye ni nani. Na ndio unaona wakati alipatiwa chakula na baba yake Jesse aende kule vitani, wakati Saul alikuwa anapigana na Goliath, Bwana asifiwe, apeleke chakula kuangalia ndugu zake wale waliitwa Shama na Eliabu. Yeye alielewa kazi yake, si ya kupeleka chakula. Sema amen. Alielewa yeye ni mtu wa vita. Sema amen. Maana hata akiwa analisha kondoo za baba yake, na mnukuru akisema hivi, duba alikuja akachukua kondoo moja, mimi nilimurarua na mikono yangu. Sema amen. Tena simba alikuja akachukua kakondoo kamoja, mimi sikumsamehea, niliweza kumurarua na mikono yangu. Kwa hivyo mimi ninajielewa, I am a man of war. Na hili jitu ambalo linafanya Israeli wakaweza kutetemeka, nina neema. Sema amen. I have faith in my God who delivered me from the jaws of the lion. Sema amen. From the teeth of the bear. Amen. Atanisaidia nikaweze kumuua huyu. Kwa hivyo aliuliza ni nini atapatiwa yule ambaye ataweza kumwagusha. Sema amen. Akaambiwa wewe hapana, umeacha kondoo na nani. Praise God. Na ninaomba mwaka huu ile maneno tunaandika peji ya kwanza ya mwaka huu ni kudefine wewe ni nani katika jina la Yesu. Na ningetaka kusema hivi kanisa, mimi nawaomba wale Matimotheo mko hapa, kila mtu akae kwa line yake. Stick to your line of grace. Ambia mwenzako namna hiyo, stick to the line of your grace. Kuna watu hapa ni waombezi, waje sasa waombe. Tumeanza mwaka, waje waandike mambo makubwa kwa hii madhabahu na maombi katika jina la Yesu. Kuna watu hapa kazioni kutoa. Sasa toeni tuanze mambo. Hata rangi tunaweza badilisha madhabahu. Pigia Bwana makofi in the mighty name of the Lord. Kuna watu wengine grace yao ni kusimama watoe mili yao, wanakuja wanaosha huku wanapaga. Hata hiyo ni kazi, na ni kazi ya baraka katika jina la Yesu. Mimi na wa challenge in the name of the Lord, stick to the line of your grace in Jesus name. Yani kanyaga katika line ya neema yako katika jina la Yesu. Maana mimi naamini yeyote anakaa kwa neema yangu anastahili ajue neema ambayo anatufanyia Mungu nayo kazi. Sema amen. Na ukajua neema yako ni kuomba, usigojee maombi ipagwe. Wewe jipage. Ambia mwenzako jipage. Ukijua sasa kazi yako ni kujitolea huku kufanya mambo, kuja kupanga Mama Regina, hapana gojea pasa akupigie simu. Wewe kuja upange, na hata usitake kujua tujue ni wewe ulipaga. Stick to the line of your grace in the mighty name of the Lord. So I want us to read in the book of Psalms chapter 20 from verse 1
we gonna lead the prayer of David, the man after the heart of God, ambayo ni maombi ambayo aliomba. And I could want us to align ourselves with this prayer. Na hii maombi tutaiomba tukimalizia ujumbe katika jina la Yesu. Ni maombi mtumishi wa Mungu aliomba. Daudi amejaribiwa. Daudi kama ni kukataliwa, alikataliwa. Na mimi nataka niseme namna hii, mtu yeyote Mungu huinua akaweze kuwa mkubwa. Katika akiaza anakuaga na challenge nyingi sana. Huwa anakataliwa na watu wao, huwa anainukiwa bila masababu, huwa anasidisiwa maneno na yeye hajafanya. Praise God. Huwa anapitishiwa katika milima na mabonde kwa sababu atakuwa mkubwa. Sasa nikisema hivyo, ni nani hapa anataka kuwa great? Kwa hivyo uko tayari? Uko tayari? Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Hii ndio maombi ambayo unastahili kuyaomba. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Praise God. Amen. May the Lord answer you in the day of trouble. This is my prayer as your pastor to you. May the Lord answer all your prayer the year of 2026 in the mighty name of the Lord. Every prayer you pray this year, the God I serve in this altar is gonna answer all those prayers this year in the mighty name of the Lord. So may the Lord answer all your prayers in the day of trouble. May the name of God of Jacob set you security on high prayer. I declare a higher security upon your life in Jesus' name. Mwaka wa 2020 natangaza ya kwamba Mungu wa Yakobo atakulinda na ataweza kukuinua. Kwa hivyo ninawaombea protection ya Mungu. Ninaomba Mungu awawekee ukuta wa moto in the mighty name of the Lord. Kama ule ukuta Mungu amemwekea Ayubu. Ayubu 1:10. Shetani akamwambia Mungu, have you not put a hedge of fire around Job? And allowed his family, allowed his possession, and even allowed his family. Na kwa hivyo shetani anajaribu kupenya na yeye hageweza. I declare prophetically in the name of the Lord, a wall of fire is allowed you in the name of the Lord. Hiyo hukusikia. Natangaza kinabii ya kwamba kuna ukuta Mungu amekuwekea mwaka huu katika jina la Yesu. Kuna vitu ziliingia kimakosa, lakini mwaka huu sitaingia in the mighty name of the Lord. Siliingia kwa sababu ukuta ulikuwa unaliki kidogo, lakini tumeziba hiyo mianya katika jina la Yesu. Mungu wa Yakobo awalinde the whole of January, the whole of February mpaka December katika jina la Yesu. Praise God. May the Lord of Jacob set you security on high and defend you in battle. This is my prayer to you as your pastor. May the Lord defend you in the name of Jesus. Hakuna mtu atakagi kutetewa. Hata tukiwa kwa shule, ulikuwa ukipigwa kama mimi, my brother, although alipass, nilikuwa nangojea tutoke break, naenda kwa kirasi yao, namwambia kuna kijana amenichokoza, amenigoga, amenitega nikaaguka. Naenda namuita akaweza kunidefend. Ananiambia hata usimwogereshe. Tukienda nyumbani utaona ile kazi nitamfanyia. Amen. Alikuwa sasa tukienda nyumbani anafanyiwa kazi mzuri. Yani alikuwa ananidefend. May the Lord whom you serve defend your family this year in the mighty name of the Lord. I declare no sickness in your family. I declare no sickness and diseases in your family. Adore yours and let the church say amen in the mighty name of the Lord. Hakuna magonjwa mwaka huu katika jina la Bwana. Maana Mungu anasema atatudefend. Mungu akujibu siku ya dhiki, na jina la Mungu wa Yakobo likaweze kukuinua. Naomba neema ya kuinuliwa mwaka huu. It is your year of walking by faith. Na mtu ambaye anatembea ni kumaanisha kuna mahali anaenda, na uwezi enda ukirudi nyuma. Tunasemaga ukirudi nyuma unafanya nini? You are backsliding, back unaslide. Lakini kama unaenda mbele tunasemaga unafanya nini? Ate nini? Simuseme kwa sauti. You are moving forward. Pokea hiyo neema ya kumove forward this year in the name of Jesus. Wacha tuone verse 2 vile inasema. Akupelekee msaada toka patakatifu. May the Lord send you help from his sanctuary. I declare prophetically this year, kuna watu hapo watatumiwa misaada in the mighty name of the Lord. Vitu zingine hautanunua, God will command people wakuletee in the mighty name of the Lord. Kama Elijah alipelekewa nyama na kuguru,
hata wewe utaona kuguru mwaka huu. In the mighty name of the Lord. Ulikuwa unasikia, hata wewe utaletewa katika jina la Yesu. May the Lord send you here from his sanctuary, his dwelling place, and support you. Receive the support of God the year 2026 in the mighty name of the Lord, and strengthen you from Zion. Fasi ingine, azikubuke sadaka zako zote na kusikubali dhabihu zako. Sasa unaona sasa hapa ile maombi Daudi anaendelea kuomba, anaenda sasa anagusa upande wa giving. Praise God. Kwa hivyo sasa kama unataka tena imani ifanye kazi, imani kuna language inasikiaga, inataka giving. Praise God. Angalia watu wote waliweza kugive in the Bible. Sisemi tutatoa. Sawa sawa. Angalia Anania na Safira, vile walijitolea wause shamba. Mambo yao inaandikwa. Angalia yule mama ambaye alikuwa na kichupa cha mafuta, ambaye alikuwa ni malhamu. Bible inasema the ointment was of precious. Na yeye alifuja hiyo kibweta ya malhamu ambayo ilikuwa ya dhamana, akamwagia Yesu kwa kichwa, na yeye alikuwa kahaba. Alafu hakuitisha taulo aweza kupagusa Yesu, alitumia nywele yake na alikuwa kahaba. Na Yesu akasema jambo kama hili mimi sijafanywa na mtu mwingine, na ninaomba watu kama hao wapatikane katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Na Yesu akasema habari ya huyu mama, kila mahali injili itahubiriwa, huyu mama ataweza kukumbukwa. Naomba ufanye kitu kwa madhabahu mwaka huu, tuwe tunakukumbuka. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Sema amen. Ilikuwa ni mwaka wa kwanza hatuja koroga hapa. Sitaji mtu, na mtu mmoja alijitolea. Mimi niliona kama ni mchezo. Akaniuliza, pasa na kukoroga hapa inaweza kuwa kama pesa gapi? Mimi kwanza nikamwangalia, nikaona pengine ni kama nisijasikia vizuri. Nikaita fundi, akaniambia it is allowed that too. Alihesabu simiti na nini na riba na nini ingine inahitajika. Mchanga sio ni sadi, ni mchaga. Sasa nikamtext huyo mtu. Sasa nikikaka nikaona do imeingia kwa simu yangu. Ginya kwanza aliongeza 3,000 juu ya ile nilimwambia. Sasa ndio nikaita kina Amos na nikaita Minister Anthony. Praise God. Sasa mtu kama huyo mtu anaweza kosa kupiganua na Bwana. Kuna kitu unastahili kufanya kwa madhabahu ikaweze kuweka alama katika jina la Bwana. Praise God. Ni vizuri nyayo yako ukienda mahali ukaweza kusikika. Praise God. Ni vizuri ufanye kitendo, impact yako tuisikie kwa madhabahu katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi. Huyu mnyama ambaye anaitwa ndovu, hata kama wengine wetu tunamuonaga kwa animal orphanage. Nilipelekwa na my dad mara kama 2. Sasa akikanyaga hivi, hata kama hujui ni nini, kukanyaga hivi unasikiaga kuna kitu iko nini. Ikigusa mti hivi unaona hiyo mti inafanya inasikia kama itafujika, maana kukanyaga kwake akona kilo mingi. Praise God. Ninaomba ukanyage hatua moja kwa hii madhabahu, tuwe tunakusikia katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi mwaka huu in the mighty name of the Lord. So anasema sadaka ambazo ametoa Mungu akaweza kuzikumbuka. Na ndio nimesikia mkiambiwa ile sadaka mumetoa leo ni sadaka ya faith na sio sadaka ya kawaida. Na ndio nimeziombea kulingana na vile nimesikia. Amen. Nimeambia Mungu asipokee kama vile alipokea nani? Ya Haveli. Maana ya Kaini sio lazima ate tukileta zipokelewe. Gainyeleka gamehodhi. Uliza Kaini atakwambia. Ili yake ilikataliwa. Na Mungu hakuficha, alisema nimeikataa. Na ikikataliwa kwa njia nyingine ni kumaanisha sasa kazi ya mikono yako haina baraka. I bless the work of your hands in Jesus name. Nimebariki kazi ya mikono yako mwaka huu. You will not labor in vain the year 2026 in Jesus name. Yaani hamukusikia, utafurahia kazi Samuel ya mikono yako mwaka huu in the name of the Lord. It is the will of God. Alafu anasema ya kwamba na kutapakari dhabihu. May he remember all your meal offering and accept your burnt offering. Bible ingine inasema, nipatie version ingine. Inasema may God remember all your offering and also remember all your sacrifices. Hata na dhabihu zako. Maana kuna sadaka na kuna dhabihu. Dhabihu ni ile kitu ambayo tutaleta saa ijayo.
Sade George wa Goge, mnakumbuka ni sade gani? Ni ya kuleta zile vitu za dhamana tukaweza kuleta, sio sadaka. Sadaka tutatoa vile tunatoaga. Sema amen. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offering. Hii ni mambo mawili, sacrifices na offering. Amen. Offering haikuagi na kiwango. Offering ni wewe huwa unajipima, unasema nimebarikiwa hivi nitatoa hivi. Lakini sacrifice lazima usikie ikikataa. Amen. Na ndio unaona Isaac wakiwa na baba yake Abraham, alimgeukia baba akamuuliza, hebu niambie, si kuni nimebeba na si kisu niko nayo, kwani kondoo wako wapi? Una mpango gani? Abraham alimwambia namna gani? God will provide. Maana sio sadaka, kama ni sadaka angeitolea nyumbani, lakini hii ni dhabihu ambayo alikuwa anaenda kutoa. Na ndio ukisoma Bible hatujaambiwa kama aliambia bibi yake. Sisemi tufanye namna hiyo, kwa sababu kila generation iko na neema yake. Wale mutaleta vitu hapa na mko kwa familia, lazima kuwe na consent between you na your spouse ili kuwe na utulivu. Bwana asifiwe sana. Maana kanisa letu tumelijega katika misingi ya kifamilia. May God answer all your prayers this year in the name of the Lord. May the Lord accept all your offerings this year in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo kama Mungu huwa anaangalia matoleo na dhabihu, ni vizuri uinue kiwango yako ya matoleo. Abia mwenzako inua kiwango yako ya matoleo. Kama sasa saa hii tukiulizwa 50 kama inaweza wekelewa hapa, tukitoka 50 tunaenda noti gani nyingine? Na 200 ndio robe na 500 ndio punch. Na tukitoka hapo si tunaenda za moja, siwekelewe hapa. Siulizwe sasa wewe unapatikanaga wapi? Wewe ni maeneo gani huwa unapatikana sana? Kama 50 ingesema namna gani? Inapatikanaga wapi? Na tena inakujwa mpaka huyo Kenyatta amechoro hapo akiamuka anaweza sema muniambie vile niliwafanya, kwa sababu unaikuja mpaka unamfinya masikio. Ninaomba Bwana tusaidie in the mighty name of the Lord. Na waambia hivi ndio muinue viwango, ndio mwaka wakubali katika jina la Bwana. Hauwezi kuwa vile ulikuwa unafanya last year ndio utafanya na ukaweza kutarajia matokeo mazuri mwaka huu. Praise God. If you do the same thing in the same manner, amen, yale matarajio utatarajia ni hivyo tu kawaida. Sema amen. Nisalimieni katika jina la Bwana. Pigieni Bwana makofi in Jesus name. Na pia ninawa challenge katika jina la Bwana, mwaka huu fanya maamuzi ya kuwa faithful in your time in the mighty name of the Lord. Sema amen. Sema sitakula fungu la 10, nitalisalimisha kwa kuhani, nitalisalimisha kwa madhabahu, nibaki na 90% tukipagana nayo katika jina la Yesu. Ukifanya maamuzi kama hayo, sasa haya maombi inajibiwa. Amen. Usikumbuke sadaka zangu na dhabihu zangu. Verse 4. Akujalie kwa kadiri ya hoja ya moyo wako na kuyatimisha mashauri yako yote. May he grant you your heart desire. Kila mtu wako hapa na desire yake. May the Lord grant all your desires in Jesus name. In the book of Psalm 37, niangalilie hiyo. Psalm 37, I think verse 5. The Bible says, delight yourself in the Lord, and the Lord will grant you all the desires of your heart. Yani jifurahishe ndani ya Bwana na yeye Mungu atakutana na hoja za moyo wako. Amen. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desire and the petition of your heart. Bwana sifiwe sana. There are people who are here when you are closing offer. Amen. Na kuna maombi ambayo niliwaambia tuombe, uitishe vitu 2 ama 3 kubwa. Sema amen. Hizo ni petition ambazo tuliweza kufanya. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba Mungu atajibu. Delight yourself. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako katika jina la Yesu. Praise God. May the Lord meet all your desires in Jesus name. Yani hamukusikia, Mungu akutane na hoja za moyo wenu in the mighty name of the Lord. Kama wewe unataka kubaki mahali ulipo ni sawa. Amen. Kawira mwangaza, Bwana sifiwe. Is he here? Amen. Amen. Tupige Bwana makofi. Turudi kwa Zaburi. Turudi kwa ile yetu ya 20. Akujalie kwa kadi ya hoja. Verse 5.
na tushangilie wokovu wako kwa jina la Mungu wetu. Tuziweke bendera zetu. We will sing joyfully over your victory, and in the name of God we will set up our banners. May you set your banner up in the mighty name of the Lord. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Israeli wakati wanapigana na Hamas kule, sasa wakati wanapigana na wale, wakienda kwa kijiji wa ikapche, ni nini huwa wanapanda? Wanapanda bendera yao. Sema amen. Kusema ni sisi tunafanya nini? Ninaomba uinue bendera ya ushindi juu mwaka huu in the mighty name of the Lord. Uinue bendera ya madhabahu yako juu. Sema amen. Kuna watu wengine hapa hata wakiulizwa hata hawajui sorry sinigia nini. Hebu nisalimieni katika jina la Bwana. So ni vizuri tukaweza kushangilia mwaka huu, maana ni maombi mazuri. Fasi nyingine. Sasa najua kuwa Bwana amuokoa masihi wake, atamujibu kutoka mbinguni. Daudi anasema anajua, na ninaomba utapenda this revelation this year. Gainio ekohonokia mutiriri wake maguta. May the Lord deliver you this year in the mighty name of the Lord. Any plot from your enemy, it will not materialize in the mighty name of the Lord. Kila simbo limechibwa na maadui wako wataaguka wenyewe katika jina la Yesu. Mitego ambayo imetegwa na maadui haitakutega wewe, wao wametega tu ndio itatega. Praise God. Tushangilie Bwana kwa makofi in the name of the Lord. So anajua ya kwamba now I know that the Lord save his anointed. So David is walking with the revelation. May you walk with the revelation this year in the name of the Lord. This is a prayer of victory. Tembea na ufunuo katika jina la Bwana. Peter aliacha wanafunzi wengine wapi? Aliwaacha wapi? Kwa merikebu. Yeye akatembea wapi? Kwa hivyo inategemea na revelation yako. Mwambie mwenzako it depends with the revelation. Wewe kama unaona ni jini ni sawa tu. Hata tukiambiwa tuchore Mrs. Pasafiri amekaa hapa, kuna wengine hata nikiangalia picha ni kanisa nitafukuza, kwa sababu mtachora vitu za ajabu ajabu. Na kuna mwingine ambaye anajua kuchora, nitaangalia hiyo masikio nione ni kama ni yake, na ni picha naangalia, kwa sababu kila mtu atachora kulingana na vile anaona na vile mafikiria yake inaenda. Ninaomba upate revelation mwaka huu, ujue ya kwamba Mungu atakuokoa. Bwana atatembea na wewe katika jina la Yesu. Bwana atafanikisha mipango yako, utatimiza ndoto zako katika jina la Bwana. Tupige Bwana makofi in the name of the Lord. Fasi nyingine. Hawa wanataja magari na farasi, bali sisi tutalitaja. Kwa hivyo ninawaonya mwaka huu, usitaje mafarasi yako ya vita. Sema amen. Usitaje uko na farasi gapi, usitaje hata uko na magari. Ulisa Farao alitaja yake, alichagua mia gapi? Ukisoma Exodus mia gapi? 6. Akasema fuateni Israeli, naye Mungu akaangalia. Hebu niangalilie hiyo fast. Alituma malaika wakatoa hiyo magari nini? Usicheze na Mungu akipigania watu. Usicheze na Mungu, abia mwenzako chunga, usicheze na Mungu wangu akinipigania. Yani alitoa magari pumzi. The wheels were flattered. Is that kizungu sawa sawa? Good. Nipigie makofi. Niangalilie hiyo fast. The angels of God walishuka kutoka mbinguni. Yani Mungu aamue kushuka, atume malaika waone vile hiyo magari imeenda haraka ikapigana na Israeli. Akaambia wa malaika hata msiwapige, muende mtoe pumzi miguu ya hiyo magari, alafu murudi mbinguni mniletee ripoti vile kutaenda. Praise God. So when you trust in God, akona uwezo wa kupigana vita yako katika jina la Yesu. Na mimi nawaonya tuache vita kidogo. Bwana asifiwe. Vita kidogo acha, na kusiwe kuna mtu kwa hii kanisa akona vita na mwingine. Mimi ni pasa wa neema. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Amen. Mimi ni pasa wa nini? Hapa hakuna mambo mengi, ni kutumikia Bwana. Na tukitoka kanisani, hapana chunguza kule na kaa. Yesu alikuwa na nyumba. Si hata Peter kuna wakati alimwambia waende kwake. Wewe ukitaka kuniona unionee hapa. Wachana na mboga zile nilikwambia, nimesema sisipadili. Bwana sifiwe. Yani tusichuguzane mwaka huu. Amen. Tukimaliza ibada, Anthony wachukuane Sara wake, wakitaka kwenda Kayore tushauriane kutembea. Wachana na hao wakatembea. Si hata huyu anashikanaga na mama Abi wanaenda. Na ni nyanya mbili wanaendea na sukuma na nini.
Ni sawa tu, mimi pengine sina hiyo neema. Haleluya. Tusichuguzane wapendwa na kuchipana. Ati mambo ya mtu unaitiba ni ya nini? Tafuta Mungu. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Tafuta Mungu. Wachana na Mungu. Wacha. Unajua kila mtu wako na vile anakaa. Amen. Na tunasuburiagwa na mambo mengi. Na hii mambo huwa inawezi time yako ambayo ungetumia vizuri. Praise God. Amen. Nisalimie katika jina la Bwana. Akatoa magurudumu ya magari yao. Ni nini ilitolewa? Hata sio pumzi. Ni magurudumu ilitolewa yao. Hata yakaenda kwa uzito. Na uzito. He made their chariot wheels hand to turn. Yani migurudumu si ilikuwa inakimbia, ilienda ikatolewa pumzi kidogo, sasa haikibii. Unajua mguu kama hauna pumzi, hata gari unasikiaga upande huo imeinama na uwezi ikibiza, kwa sababu hata itaharibu nini? Ni nini itaharibu? Rim na hizo zingine. He made their chariot wheels hand to turn and the chariot difficult to drive. So the Egyptians say, let us free from Israel, for the Lord is fighting for them. Walisema wafanya nini? Haiti tutidome halia. Hebu tusome ya Kiswahili 1 2 3. Akayaodoa kwa maana Bwana anawapigania. May the Lord fight your battles in Jesus name. May the Lord silence all the voices of your enemy in the mighty name of the Lord. Sauti yoyote hata kama inatoka kwa nabii Ben Definer ambaye inakupiga, nimeizima sasa katika jina la Bwana. Praise God. Tushangilie Bwana katika jina la Yesu. Na hapa sasa ndio unastahili kujiangalia. Amen. It is good to relate with your pastor well. Usiende kumpiga na huko kwa siri. Amos. Kwa sababu sasa, hebu imagine sasa kama tumeanza fasting, ninaambia Mungu upigane na wale wanapigana na mimi, na wewe iwe ni mmoja wao. Sasa si unaona vile huwa tunavugua milango mingine? Amen. Hata sisi tunalileti vizuri. Si munaona? Anyona ni kucheka unacheka. Ni sawa sawa. Bwana sifiwe. Nisalimieni Amos. Pasa kama masikio ni makubwa. Mungu alimpatia hivi. Wachana na masikio, sikiza ujumbe. Wakasema watoroke, Bwana anawapigania. Ninaomba maadui wako waache kutoroka katika jina la Bwana. Hata wao watasema ni nani anakupigania? Ni Bwana anakupigania katika jina la Yesu. May the Lord fight for you this year in the mighty name of the Lord. Fazi nyingine turudi pale tulikuwa katika jina la Bwana. Nimemuona Bwana. Wanataja farasi na wengine wanataja magari ya vita, lakini wanasema tutalitaja jina la Bwana. Verse 8. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Natangaza neema ya kusimama na kuinuka katika jina la Bwana. Mwaka huu chochote chako kilikuwa kimeinama, by faith and the grace of this altar kinainuka katika jina la Bwana. Shangilieni Bwana kwa makofi. Wao ni kuanguka, wanaaguka. Wao wanapigana na wewe, wao wanakwendea kichini chini. Bible mnasema wameaguka, na wale hawajaaguka wameinama. Lakini sisi ni kuinuka, tunainuka. Pokeeni neema ya kuinuka 2020. Unainuka kwa imani, unatembea kwa imani katika jina la Yesu, na pia utasimama in the mighty name of the Lord. May God help us in the name of the Lord. Now let's read the book of Psalms 33 and verse 10. Tusome Psalms 33 verse 10. Ni kuandika, tunaandika mambo ya mwaka huu ambayo sasa mwaka ni mbichi. Tuandike mambo. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. The Lord unifies the counsel of the nation. He makes the thought and plans of the people ineffective. Yani Mungu huwa anabadilisha ile mipango mibaya unapagiwa, anaibadilisha. May that be your portion in Jesus name. Kama kuna mpango mbaya umepagwa na adui, ninaupagua sasa katika jina la Yesu.
Praise God. Kama watu watishikana wachukue sadaka wapeleke kwa mchawi wakuroge, wewe hautarogeka katika jina la Yesu. Praise God. Mwambie mwenzako aniruogabo, wewe ndungirogeka. Hiyo ni lugha ya nyumbani. The Lord unifies the counsel and unify all the counsel of your enemy, all the schemes of the enemy. I declare prophetically they will not materialize this year in the name of the Lord. Give me Psalms 21 and verse 11. Ni maombi ya ushindi tunaomba, tunaandika mwaka. Psalms 21 and verse 11. Zaburi ni 21 na mstari wa 11 katika jina la Bwana. For they planned evil against you, they devise a plot and they will not succeed. Ninaomba they will not succeed in Jesus name. Huyo mchawi wa kwenu huwa anakukibiza, mwaka huu hata kukibiza katika jina la Yesu. Madhari yani nisaidieni. Amen. Naomba nisome ya Kiswahili yangu. Amen, na itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Ni Zaburi gapi? Nani yako na version nyingine ya Kiswahili? Tukaweza kusaidiana katika jina la Bwana. Nisomee yule amefika 21 verse 11, version nyingine ya Kiswahili. Igawa watapaga mabaya dhini yako na kutuga hila, hawawezi kufanikiwa. Hawatafanikiwa. Watatuga, watapaga, vile utaanguka, matego kifanikiwa katika jina la Yesu. I declare so in the name of the Lord. Ikipagwa haitafaulu katika jina la Yesu. Shimo ikichibwa hautaanguka. Mtego ukitegwa hautategwa katika jina la Bwana. I declare that is your portion in the mighty name of the Lord. Na verse 12 inasema, kwa kuwa utawafanya wakibie. Nani atawafanya wakibie? Ni wewe, kwa sababu utatokea na utukufu wa kuangalie. Watakibia. Hata Musa wakati alitoka mlimani, ni nini walifanya wana Israeli? Walimwambia, tafadhali Musa, vile ulienda sio vile umekuu, weka kifuniko hapa, tunachomwa na utukufu wa Bwana. Praise God. Na kwa hivyo Bible inasema maadui wataona na watakibia. Ninaomba maadui wako watakibia mwaka huu in the mighty name of the Lord. I declare you will be saved from January to December in the mighty name of the Lord. I declare the God I serve in this altar will silence all your enemies in the mighty name of the Lord. Na utabaki kuwa mshindi katika jina la Bwana. Kwa hivyo utawafanya wakibie utakapo walega kwa upinde, utakapo walega. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna mkuki, kuna upinde utakabidhiwa, utawalega na utakosea, uangamize. Ninawakabidhi mkuki wa madhabahu katika jina la Yesu. Bible inasema utawalenga, wewe utawalenga. Pigia Bwana makofi. Daudi alichukua jiwe moja peke yake akalenga Goliath, hakutumia mawe mengine. Sema amen. Maana alikuwa shabaha, aliweza kumlenga. I declare you will be saved the whole of this year in the mighty name of the Lord. I declare the glory of God will be a canopy over you and all yours in the name of the Lord the whole of this year from January to December. Na watakatifu waseme amen in the name of Jesus. Utakapo walega kwa upinde, Bwana utukuzwe katika nguvu zako. Tutaiba na kusifu nguvu zako. Ninaomba utasifu nguvu za Bwana mwaka huu, wakati utaangalia uone vile zimekupigania in the name of Jesus. Tupatiwe Zaburi 37 na mstari wa 28. Ni maombi ya ushindi tunaomba. Zaburi ya 37 28. 37 Psalms. Kwa kuwa Bwana hupenda haki, wala hawaachi wateua wake. Wao hulindwa milele, bali uzao wasio haki utaharibiwa. For the Lord delight in justice and does not abandon his faithful ones.
They are preserved forever. May the Lord preserve you the whole of this year in the mighty name of the Lord. May your descendant wakaweze kuwa washindi in the name of the Lord. Tupigie Bwana makofi in Jesus name. Tupasie Psalms 18 and verse 29. Ni maombi ya ushindi tunaomba na kuandika mambo makubwa mwaka. Psalms 18 and verse 29. Psalms 18 and verse 29. Maana kwa msaada wako maana for by you I can crush a troop. By you, nikiwa na wewe Bwana nitashinda jeshi. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Tuliona Gideoni akiwa peke yake alipigana na Wamidiani. Sema amen. Na wewe kuna maombi hata hutaniletea hapa niombe. Hiyo pepo ni kuikemea yende katika jina la Bwana. Pigia Yesu makofi in Jesus name. Lakini ujue ukikemea pepo lazima ukuwe na authority. Ukisoma in the book of Matthew from chapter 1 mpaka 9, hapo wanafunzi wameokoka wanatabia na Yesu lakini hawana mamlaka. Ndio Bible inasema, and then nipatie hiyo first pia, and then he called them and he gave them power and authority to cast all demons. Sema amen. Kwa hivyo kuokoka ni jambo moja na kukabidhiwa mamlaka ya kusababisha mambo itendeke. Na leo nitawaombea mamlaka in Jesus name. Pigia Bwana makofi. Wanafunzi hawakuwa na mamlaka. Unaokoka unakaa ndani ya Yesu. Yesu akiangalia vile unampendeza, anakukabidhi nini? Anakukabidhi authority. Praise God. Na sasa mtu akiwa na authority ni kumaanisha anaweza kudikiria mambo. Amen. Anaweza abia demon iende na ikaweza kwenda katika jina la Bwana. Praise God. Na ninakuombea mwaka huu utakuwa unatangaza mambo. Kwa hivyo mwaka huu angalia ulimi wako sana. Abia Abia mwenzako maidi wa taa. Akawaita wanafunzi wake 12. Hii sio ile kuwaita ndio wafanyike wanafunzi. Si tayari amewachagua, ni kuwaita mkutano aliwaita. Na ile ilifanya awaite, aliangalia wamemvua, aliangalia wamempende, akasema sasa nimeona hamuna power, hamwezi fukuza pepo, hamwezi hamisha milima. Amen. Hamwezi ponya hata kaugonjwa kadogo. Bible inasema akawaita wale 12. Pigia chairman makofi. Akawapa amri. Ya kizungu ni nzuri. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority and power over unclean spirit. Aliwapa uwezo juu ya maroho machafu to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. Praise God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hauwezi okoka leo na upatiwe mamlaka. Amen. Kwanza ni ukae ndani. Yesu aangalie vile umekaa ndani. Vile unamfuata, aone huyu nikimpatia mamlaka hataenda kutukana watu. Amen. Nisalimieni katika jina la Bwana. May God help us in Jesus name. We were reading the book of Psalms 18 and verse 29. Hii yote ni ile nasikia nikifunuliwa na ni vizuri unaiandika. Hizo ni vitu ambazo the Spirit of God anatunenea. Na the whole of this month and February nitakuwa ninaongea mambo na imani. Maana kwa msaada wako nitaifuata jeshi. Kwa msaada wa Mungu wangu nitaruka ukuta. Abia mwenzako nitaruka ukuta. Muulize kama wewe utaruka. Yaani kwa msaada wako nitaruka nini? Kwa hivyo kuna wakati Daudi amezuiri. Yaani anataka kwenda lakini anafanya nini? Hata hakubomoa ukuta. Alibomoa hakubomoa. Hata haikufanyika kama wakati wa Joshua. Wakati wa Joshua ukuta ulibomoa. Lakini hii ya Daudi ni kuruka. Alifanya nini? Ni kuruka. Pokea hiyo nguvu ya kuruka. Hizo kuta umewekewa. Yando bobo shalabaganda. Ukuta ni limitation. Yani unawekewa kiwango moja. Ati wewe ndugu kila kiriko mimo huko. Amen. Yani huwezi weka hii kwa mfuko. Praise God. Amen. Ninaomba Bwana tusaidie in Jesus name. Kuna wakati sikuwa nimepata pesa mingi, ilikuwa ni 450. Kaisara daki igua kuthikodo. Nasikia tu kuzunguka kwa nyumba. My wife unajua wakati mwingine wazee wanakaaga na simu. Tunaweza kuwa na pesa na hatusemi for security nini? Bwana ziwe sana, lakini sini zao tu.
Sasa hiyo ndio ile pesa yangu mingi nilikuwa nayo. Hata nikisikia kuchukua giri moja nasikia nisichukue, sikae hivyo sikiwa simeshikana. Nikaenda hivyo nikaguza hiyo ingine. Hata ni gani hiyo? For by you I can crush a troop, and by my God I can rip off a wall. I declare in the name of Jesus, through the msaada wa Mungu, through the grace of this altar, and by faith, amen, utaruka hizo kuta katika jina la Yesu. Kuna watu hapa tu ni ukuta, between them and their victory, between them and their success, between them and their breakthrough, nikaukuta tu katika jina la Yesu. Na ingine ni ya mawe, ingine tu ni kayafa ambayo imepadwa. Hata unaweza penya, hata ukidugwa utaenda pande ingine. Bwana asifiwe. Ninaomba utaruka hizo kuta kwa msaada wa Bwana mwaka huu, in the mighty name of the Lord, na uende ile pande ingine, in the name of the Lord. Give me Deuteronomy chapter 31 and verse 8. Amen. Muda wangu wa yoma nitamaliza on time in Jesus name. Deuteronomy 31 and verse 8. Ni maombi ya ushindi tunaomba. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutagulia. Ninaomba Mungu wako akutagulie mwaka huu katika jina la Yesu. Na ndio unastahili kuangalia sana ni wapi utajipata mwaka huu. Sema amen. Usijipate kwa njia za watu wabaya. Usiende kwa baraza za watu ambao hawaendi church. Sema amen. Usisimame katika njia za wale wanalaani kazi ya Mungu. Sema amen. Uangalie sana katika jina la Bwana. Praise God. Ndiye Mungu akutagulie. Mungu anaongea na Musa, anamwambia abia Israeli, the Lord your God will go before you, he will be with you. Abia mwenzako, my God will be with me and all mine. Unajua Charles uko na watu, the Lord will be on my side and all mine. Sema amen. Praise God. May the Lord go before you and all yours in Jesus name. The whole of this year, it is the Lord who goes before you. He will be with you. Atakuwa na nani? He will not fail you or abandon you. Sasa hapa ni kuapa na hapa. Bwana asifiwe. Praise God. Unajua tukiwa kwa shule tulikuwa na tabia ya kuapa, tukipigana na watoto wengine. Kama kuna mtu sasa alikuwa nidhamu haikuwa inasikizana yangu na yake, kwa hivyo tulikuwa tu tunajikuta. Sasa kuna wakati tulienda tukasema tulipigwa na walimu wote. Hebu niambie primary school ya Kairichi ikiwa sasa na walimu kama 13, kila mwalimu viboko vitatu. Hizo ni viboko gapi? Hata niko na nguvu, niko hai. I am strong my dear brothers and sisters. Sasa niliambia huyo nani, nikamwambia sasa tukubaliane. Unaona ile kichapo tumepatiwa, tukubaliane. Nikamwambia hape, akaanya mtanga namna hii na mimi nikafanya namna hii. Anytime nilisikia damu inapada, nilikuwa ninasikia ile kiapo, niliweza kukula. Na Mungu sasa hapa anasema he will not fail you or abandon you. Don't fear or be dismissed. Abia jirani yako fear out. Kushida ukiogopa hakuna kitu. Ati unasikia unaogopa ni kiuretigira. Sema amen. May God help us in Jesus name. May the Lord go with you in Jesus name. Hiyo tumesoma Proverbs 26 verse 27, ndio tutamaliza nayo. Proverbs 26 and verse 27. Dennis, where are you? There is that version of yours in your phone. Ninataka utusomee. Chukua kipasa sauti. Tulikuwa hapa na ibada Friday na tukasomewa na wale tulikuwa na wao, kila mtu fashion yake. Ni vizuri kusoma Bible. Mama nani Regina, hata unasoma na Kikamba, unasoma na King James, NIV, unasoma na Amplified, sawa sawa. Ukitafuta the real meaning, sawa sawa. Usiegemee tu fashion moja. Ukiangalia kama mimi hapa niko na kama fashion 3 na pia niko na simu. Hata lugha ya mama nimedownload hiyo Bible hapa nikitafuta the meaning. Nisome yako. People who set traps for others get caught. Hydre, it should be Proverbs 26:27. Okay, endelea kusoma. People who set traps for others get caught themselves.
watu ambao wanawawekea atibaye shimo atatubukia mwenyewe, naye abigirishaye jiwe litamrudia. Yani usukume jiwe kwa mwenzako alafu lipate nguvu ya nini? Ya rivers. Praise God. Yeah, God help us in Jesus name. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Amen. There is this verse I'm trying to read. Proverbs 23 verse 18. 23 verse 18. 23 verse 18. Hiyo ndio tunamalizia nayo. If it is, you have a bright future. If it is, you have a bright future. If it is, you have a bright future. Salimia mwenzako mwambie, you have a bright future. The Bible says surely there is a future, and the reward, and your hope and your expectation will not be cut off. I declare a future in your life in the name of the Lord. I declare your expectation this year, they will not be cut off. Yani kanisa hamusiki, ninatagaza matarajio ya moyo wako haitazimwa mwaka huu katika jina la Yesu. Kile umepaga kukamilisha utakamilisha on time. Sema amen. Pale umepaga kufika utafika on time in the name of the Lord. The expectation of your heart will not be cut off. I declare so prophetically in the mighty name of the Lord. Sema amen. And now may this year bring new fresh beginning in your life in Jesus name. May this year bring divine favor in your life. May God guide your steps and crown your effort with success in Jesus name. Welcome to a new year of walking by faith. Be blessed throughout 2026 in the name of Jesus. Tushangilie Bwana kwa makofi in the name of the Lord. Wacha sasa tuamuke na miguu yetu tukafanye declaration ya haya maombi ambayo tumeomba in the name of the Lord. Lift your hands up before God. Ukaweza kudeclare hiyo maombi is your portion in the mighty name of the Lord. Ibabushi abahandi abu shiabinami na maganda belozi rima mabushala bagada. Kila mtu aza kuomba, aza sasa kutagaza hayo mambo ambayo Mungu ametuongeresha yatatimia in your life, yatatimia in your life in the mighty name of the Lord. Nitakuwa wa kwanza Bwana, sitakuwa wa mwisho in the name of the Lord. I declare my future is bright. I declare the future of this altar is bright in the name of the Lord. We declare in the name of the Lord. Iya mama bushala bagada. Our expectation will not be cut off. Sikira mama aombe, sikira mzee aombe. Tangaza katika jina la Yesu, Mungu atakutumia msaada mwaka huu. Tangaza katika jina la Yesu, Mungu atatembea na wewe, atatembea na familia yako mwaka huu katika jina la Yesu. Iya mapari bari 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 ataya. Tangaza ya kwamba hakuna kitu chema ambacho utakosa mwaka huu in the name of the Lord. Tagaza, tagaza rabila bila zina. Utatimiza ndoto zako, utatimiza maono yako. Zaibiribi laba rika baganda baburia sharabagada marabakati ribalabazi malabagada. Kila mtu ameinua mikono yake, tunatagaza kama Daudi ya kwamba tutatumiwa misaada ya makanda bagada pobobushala bagada. Tutaweza kuruka hizo kuta ambazo tumewekewa za limitation. Si mtu aombe, ni nani atakuombea mama kama uombi? Oi mwaka wemoa nugo kuhoera godogo kuhoera, ni nani atainua sasa? Kwa nini usiombe? Kwa nini usinene mambo makubwa mwaka huu katika jina la Yesu? Nenea mwaka wa kutembea na imani. Nenea the year 2026. It is your year of walking by faith. Utachukua hatua kubwa, utakamilisha mambo makubwa katika jina la Yesu. Zala barabara bilozi in the name of Jesus. Karamizila nenea mwaka, nenea mwaka zudi debu zila bagada. Hata wale nenea mwaka Zabina Zuma Zaina Radinoza. Hata wale munaongea kwa lugha, oba kwa lugha Zuhandi Hindo bina handu bosi abidi
zalabino zagadia babilo zina bagada kataya dideria zina minazo kaya gagabida zibilibila zina mikai boboshi ya bidea zaina radia berezi ya bidai sarabirai zederia rinae sagadia bakori ya bahashi ya bidea zelelele lira saida rabirai. Umeenda mbele yetu Bwana, umetutagulia Bwana, katika jina la Yesu tunalinua jina lako Bwana. Tumeinua mikono yetu, tunaomba uwepo wako uende nasi 2026. Ewe Bwana wa majeshi tusikie, kama uende nasi hatutaki kutoka hapa. Tunainua mikono yetu Bwana kwa madhabahu yako. Umenena nasi kwa njia ya ufasaha. Sauti yako tumeisikia, sauti yako tumeielewa, na tumetangaza itakuwa hivyo ambavyo umenena katika maisha yetu. Mwaka wa 2026, the year of the Lord, the year of walking by faith, we gonna accomplish greater things. We gonna go to other levels. New doors will open for us. New connection will come in the mighty name of the Lord. Zile kuta zimetuzuilia miaka mingine, tutaweza Bwana kuziruka. Yebo sheria biribiribila ziniriribila esalabadaya. Bwana, ninatangazia watu wako wainuliwe viwango vya juu,
Ora shiribiria katiribilazina rabada. We bless you. In Jesus' name we pray. Tupigie Bwana makofi. Mimi sitaki kuombea mtu. Nataka ile safari tutaanza kesho ya kufunga siku 14, kila mmoja akaweze kuhusika. Tutakutana na wewe kwa hii madhabahu date 18, ndio nitaombea watu. Bwana asifiwe sana. Praise God. Ndio kwanza uadhe roho yako. Amen. Na Mungu atatusaidia.